Na habari yako mfuatiliaji wa Umela Media popote pale ulipo duniani. Ikiwa ni siku nyingine nzuri tumekutana hapa kwa ajili ya kupeana taarifa ambayo inakuwa ni kubwa zaidi kwenye uwanda wa michezo nchini Tanzania. Na ripoti ambayo imenifikia hapa ni kuhusiana na adhabu mbalimbali ambazo zimetolewa na kamati ya maadili ya shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF. Mara baada ya kuwa kamati yake imekaa na kupembua kwa kina. Sasa najua hapa watu wengi sana walikuwa wanataka kufahamu kuhusiana na Ahmed Ally pamoja na Ally Kamwe, pia shauri lao limemalizika vipi, lakini mwisho wa siku ni kwamba majibu yapo hapa. Sasa taarifa kwa umma ambayo imetolewa na shirikisho la mpira wa miguu nchini Tanzania kwenda kwa wadau wa soka ni kwamba kamati ya maadili ya shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF ilikutana kwa ajili ya kupitia na kutolea uamuzi mashauri yaliyowasilishwa mbele yake. Baada ya vikao vyake, kamati ilifikia uamuzi ufuatao. Shauri namba 1 ni shauri dhidi ya Hamisi Mazanzala. Hamisi Mazanzala ni ofisa habari wa klabu ya Kagera Sugar. Alishtakiwa na sekretariat ya TFF akituhumiwa kwa kosa la kuchochea umma kwa ujumla kinyume cha kanuni ya 73 kifungu cha 4 ya kanuni za maadili ya TFF toleo la mwaka 2021. Baada ya kamati kusikiliza pande zote na kupitia nyaraka na vielelezo vilivyowasilishwa mbele yake, kamati imemtia hatiani kwa kosa aliloshtakiwa nalo na kumpa adhabu ya kulipa faini ya shilingi za Kitanzania milioni 5 na onyo la kutokufanya kosa la kimaadili ndani ya kipindi cha miaka 2. Adhabu hiyo inaanza tarehe 16 mwezi Aprili 2025. Shauri namba 2 dhidi ya Mohamed Hamis Mohamed, mwanachama wa klabu ya Simba. Alishtakiwa na sekretariat ya TFF akituhumiwa kwa kosa la kuchochea umma kwa ujumla kinyume na kanuni ya 73/4 ya kanuni za maadili ya TFF toleo la mwaka 2021. Baada ya kamati kusikiliza pande zote na kupitia nyaraka na vielelezo vilivyowasilishwa mbele yake, imemtia hatiani kwa kosa aliloshtakiwa nalo na kumpa adhabu ya kulipa faini ya shilingi za Kitanzania milioni 5 na onyo la kutofanya kosa la kimaadili ndani ya kipindi cha miaka 2. Adhabu hiyo inaanza tarehe 16 mwezi wa 4 mwaka 2025. Shauri namba 3 ni dhidi ya Ahmed Ally. Ahmed Ally, meneja wa habari na mawasiliano wa Simba Sports, alishtakiwa na sekretariat ya TFF akituhumiwa kwa kosa la kuchochea umma kwa ujumla kinyume na kanuni ya 73/4 ya kanuni za maadili ya TFF toleo la mwaka 2021. Baada ya kupitia maelezo ya pande zote husika pamoja na vielelezo vilivyowasilishwa mbele yake, kamati ilibaini kuwa hakukuwa na ushahidi wa kutosha kumuingiza hatiani kwa kosa aliloshtakiwa nalo. Kwa hiyo imemwachia huru. Shauri namba 4 ni dhidi ya Ally Kamwe. Ally Kamwe, meneja wa habari na mawasiliano wa klabu ya Yanga, alishtakiwa na sekretariat ya TFF akituhumiwa kwa kosa la kuchochea umma kwa ujumla kinyume na kanuni ya 73/4 ya kanuni za maadili ya TFF toleo la mwaka 2021. Baada ya kusikiliza pande zote na kupitia nyaraka na vielelezo vilivyowasilishwa mbele yake, kamati imemtia hatiani kwa kosa aliloshtakiwa nalo na kumpa adhabu ya kulipa faini ya shilingi milioni 5 na onyo la kutofanya kosa la kimaadili ndani ya kipindi cha miaka 2. Adhabu hiyo inaanza tarehe 16 mwezi wa 2025. Shauri namba 5, shauri dhidi ya Shufaa Jumanne Nyamlani. Shufaa Jumanne Nyamlani, mtunza vifaa wa timu ya taifa ya beach soccer na aliyekuwa mjumbe wa kamati ya utendaji ya chama cha mpira wa miguu wilaya ya Temeke TEFA, alishtakiwa na chama cha mpira wa miguu mkoa wa Dar es Salaam DRFA kwa makosa matatu. Makosa hayo ni kuchochea umma kwa ujumla kinyume na kanuni ya 73 kifungu cha 4 ya kanuni za maadili za shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF toleo la 2021
na kutaka kuondoa madarakani kamati ya utendaji ya chama cha mpira wa miguu wilaya Temeke TEFA kinyume na kanuni ya 73/3A ya kanuni za maadili za shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF toleo la mwaka 2021. Shufaa Jumanne Nyamlani alitumiwa wito ambao kamati ilijiridhisha kuwa alipokea, lakini hakufika mbele ya kamati bila kutoa taarifa yoyote. Kwa kuwa wito ulimhadharisha kwamba endapo asipotokea yeye na wakilishi wake, shauri litasikilizwa bila uwepo wao. Kamati iliendelea na shauri. Baada ya kusikiliza malalamiko na ushahidi uliotolewa na kupitia nyaraka na vielelezo vilivyowasilishwa mbele yake, kamati imemtia hatiani kwa makosa aliyoshtakiwa na imemfungia maisha kujihusisha na shughuli zote za mpira wa miguu ndani na nje ya Tanzania. Adhabu hiyo inaanza tarehe 16 mwezi wa 4. Shauri namba 6 ni dhidi ya Salehe Mohamed Salehe aliyekuwa makamu mwenyekiti wa chama cha mpira wa miguu wilaya Temeke TEFA. Alishtakiwa na chama cha mpira wa miguu mkoa wa Dar es Salaam DRFA kwa makosa ya kuchochea umma kwa ujumla kinyume na kanuni ya 73/4 ya kanuni za maadili za shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF toleo la mwaka 2021. Kutoheshimu uamuzi halali wa vyombo vya haki vya mpira wa miguu kinyume na kanuni ya 73/8A ya kanuni za maadili ya shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF toleo la mwaka 2021, na kutaka kuiondoa madarakani kamati ya utendaji ya chama cha mpira wa miguu wilaya ya Temeke TEFA kinyume na kanuni ya 73/3A ya kanuni za maadili za shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF toleo la mwaka 2021. Salehe Mohamed Salehe alitumiwa wito ambao kamati ilijiridhisha kuwa alipokea, lakini hakufika mbele ya kamati bila kutoa taarifa yoyote, kwa kuwa wito ulimhadharisha kwamba endapo asipotokea yeye au wawakilishi wake, shauri litasikilizwa bila uwepo wao. Kamati iliendelea na shauri. Baada ya kusikiliza ushahidi uliotolewa na kupitia nyaraka na vielelezo vilivyowasilishwa mbele yake, kamati imemtia hatiani kwa makosa aliyoshtakiwa na imemfungia maisha kujihusisha na shughuli zote za mpira wa miguu ndani na nje ya Tanzania. Adhabu hiyo inaanza tarehe 16 mwezi wa 4 mwaka 2025. Taarifa imetolewa kupitia kwa afisa habari na mawasiliano TFF Clifford Mario Ndimbo tarehe 19 Aprili 2025. Kwa hiyo hizo ndo adhabu ambazo zimetolewa bwana, na wahusika bila shaka umewasikia, japokuwa najua watu wengi sana watataka kujadili mambo ya Simba na Yanga hapo kwa Ahmed Ally pamoja na Ali Kamwe, na kusahau kwamba kuna watu wamefungiwa maisha huko bwana. Wewe una mtazamo upi? Basi weka maoni yako hapo chini, mambo yatakuwa vizuri zaidi na mambo yatakwenda sawa bin sawia.